الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في كل لحظة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لسانه فصيحة وريقه شفاء. أما بعد، tazamaji wetu, tukiendelea na silsila yetu hii ya milango ya kheri iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tunataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie Waislamu wote kwa jumla tuwe ni wenye kupatiliza zile kheri zake na zile hasanati zake na kila baraka na kila mazuri yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu kama huu. Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni waja ambao tumeweza kupatiliza na kuweza kuokota mengi, ili mwezi ukitoka tuwe tumetoka katika madrasa ambao kwamba imetuvalisha vazi la taqwa kama alivyoahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Muislamu, miongoni mwa milango ya kheri iliyopo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni as-salawatul khams, kuhifadhi swala tano, ama alhifdhu ala as-salawati bil jumla, kuhifadhi swala kwa jumla. Kaifa la, kwa nini isiwe kuhifadhi swala katika masiku yote na haswa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani isiwe kwamba ni katika milango ya kheri, ambapo swala ni nguzo katika nguzo za dini. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam atuambia as-salatu imaduddin, swala ni nguzo muhimu katika nguzo za dini, na vile vile ni moja katika nguzo za Uislamu ambazo Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipoulizwa na Saidina Jibril alayhi salam kwamba amueleze nguzo za Uislamu, akamtajia nguzo zote, ikiwemo katikati nguzo ya iqamu salah, kusimamisha swala. Ndugu Muislam, kusimamisha swala ni jambo ambalo kwamba ni muhimu katika maisha ya Muislamu yote kwa jumla, tangu kuingia katika bulugh mpaka kuingia katika al-lahad, bil jumla katika masiku yote, na haswa inapokuwa ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la swala huwa ni jambo muhimu zaidi, kwa namna ambayo mwenye kuiacha swala na mwenye kuipuza swala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi huwa amepoteza ajri nzito sana na huwa amepoteza thawabu nyingi sana. Kwa namna gani? Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam atuambia katika hadithi yake kwamba ayuha nasu qad adhallakum shahrun adhimun shahrun mubarakun shahrun fihi laylatun khairun min alfi shahr ja'ala Allahu siyamahu fariida wa qiyama laylihi tatawwu'a man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhairi kana kaman adda faridatan fima siwah wa man adda fihi faridatan kana kaman adda fihi 70 faridatan fima siwah. Katika hadithi hii Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam atueleza utukufu na ukubwa wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani yake katika kutueleza utukufu wa mwezi wa Ramadhani asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mwezi ambao mwenye kufanya sunna ndani ya mwezi kama huu inakuwa ni kama mtu aliyefanya faradhi katika miezi mingine, na mwenye kufanya faradhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni kaman adda 70 faridatan fima siwah, ni kama mtu ambaye kwamba amefanya faradhi 70 katika miezi mingine. Inapokuwa ajri ni kama hizi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, inapokuwa thawabu ni namna hii, vipi Muislamu badala ya kuacha lingine lolote iwe ni hasara kwake, kisha inakuwaje analoliacha liwe ni jambo ambalo kwamba ndio msingi wa Uislamu, jambo ambalo kwamba iwe ndio nguzo kubwa ya Uislamu, ambalo ni jambo la swala. Kwa hiyo ya Muslim, ni lazima tutanabahi na tuwe na hadhari kwamba swala ni muhimu katika nyakati zote za maisha yetu ya Uislamu, lakini inapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima tupigane sana na nyoyo zetu, ni lazima tupigane sana na nafsi zetu zisiweze kutupotezea fardhi ya swala. Tusipoteze swala, wacha swala ya faradhi, hata swala ya sunna ukiipoteza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuwa umepoteza ajri kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe ni katika wale ambao kwamba tunaweza kuhifadhi mlango huu ambao kwamba
ni mlango mkubwa miongoni mwa milango ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Bali baadhi ya Waislamu wanauliza kwamba kuna watu ambao kwamba wanafunga Ramadhani lakini maal asaf wao wanakuwa hawaswali swala za faradhi. Hawa watu kama hawa wanakuwa hukumu zao ni hukumu gani au ni hukumu aina gani? Hao vile vile wanazuoni wetu wa Kiislamu wamezungumzia masala kama hayo baada ya kusisitiza kwamba Muislamu asidharau jambo la swala kwa jumla ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha vile vile wakatoa hukumu ya mtu ambaye kwamba atakuwa anafunga kisha akapoteza swala au akawa haswali au akaacha swala. Wanazuoni wanasema kwamba watu wanaoacha swala wamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna mtu ambaye kwamba anaacha swala kwa kuwa yeye ni mvivu, kwa kuwa yeye ni ajiz, kwa kuwa ni mtu ambaye kwamba ana kasal. Yani yeye ajua swala ni fardhi na anajua kwamba swala kwake yeye ni wajib, lakini kusimama kuswali yeye nafsi yake na moyo wake hazimruhusu, kwa sababu yeye ni mvivu, kwa sababu yeye ni ajiz, kwa hiyo anakuwa yeye haswali. Na kuna watu ambao kwamba wanaacha swala huku wakijua au wakiweka itikadi katika nyoyo zao kwamba mimi kwangu swala si fardhi, wala mimi kwangu swala haikuthubutu. Kwa hiyo yeye hana itikadi kwamba swala ni fardhi wala kwamba swala ni moja katika nguzo za Uislamu. Watu wawili hawa hukumu zao ni tofauti. Yule wa kwanza ambaye kwamba yeye ameacha swala lakini ni kwa uvivu, huyo anakuwa ni asi wala si kafir wala hakutoka katika Uislamu. Ama huyu wa pili ambaye kwamba yeye ameacha swala akiwa na itikadi kwamba swala si fardhi kwake wala si lazima, huyu anakuwa ni kafir kharijun anil millah wal billahi tabaraka wa taala. Kupitia kwa hukumu mbili hizi ni kwamba yule wa kwanza ambaye kwamba alikuwa ameacha swala kwa uvivu na huku yuwafunga, huyu saumu yake iko sawa, kwa sababu saumu ni ibada tofauti na swala ni ibada tofauti. Ikiwa saumu ameifanya lakini swala ameiacha kwa uvivu, saumu yake itaswihi na huku ataandikiwa madhambi ya kwamba yeye hakuswali. Lakini huyu mwingine ambaye kwamba atakuwa yeye yuwafunga lakini kuswali haswali, akiulizwa mbona huswali asema mimi kwangu swala si fardhi, huyu anakuwa ni kafir. Ishara ya kwamba hata ile saumu anayofunga kwake yeye ni habaan manthura, kwa sababu hakuna ibada ambayo kwamba inaswihi kwa kafiri. Mtu ambaye kwamba si Muislamu ibada zake haziswihi. Kwa hiyo yule ambaye kwamba ameacha swala akiwa ana itikadi ya kwamba swala kwake si fardhi, yeye huwa yuko nje ya Uislamu. Hata akafanya ibada zote, hakuna ibada yote ambayo kwamba kwake yeye inakubaliwa. Hiyo tumependa kudokeza kwa sababu ya mnasaba, kwa sababu tunaelezea na tunahimiza Waislamu washikamane na swala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndani yake kuna thawabu nyingi ambazo kwamba zatupotea wakati tunapohimili wacha swala za faradhi hata swala za sunna. Kama tutakavyoelezea, kupoteza swala moja inakuwa umepoteza thawabu nyingi ya Muslim, unakuwa umejidhulumu nafsi yako kwa kiasi ambacho kwamba huwezi tena kuregesha thawabu kama zile. Vile vile baada ya kuhifadhi swala za fardhi, tujitahidi kwamba swala zote za fardhi tuziswali na kwa nyakati zake kama tutakavyoeleza, na kwa jamaa na misikitini. Vile vile Muislamu ni muhimu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ashikamane na swala za sunna ambazo kwamba ni nyingi sana bil jumla katika nyakati zote, na haswa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna swala za sunna ambazo kwamba zaongezeka ambazo hazimo katika masiku mengine ambayo kwamba si Ramadhani, na hata ukaziswali vile vile haziswihi, kama swala ya at-tarawih. Tarawih ni swala ambayo kwamba inakuja mara moja kwa kila mwaka na inaswihi Ramadhani peke yake, wala huwezi kuswali tarawih Shaabani wala Rajab wala Shawwal. Kwa maana hiyo ni muhimu kwa Muislamu ambaye kwamba ameshikamana na khairi za Ramadhani aushike mlango huu wa khairi ambao ni mlango wa swala, mbali na swala za fardhi ashikamane na swala za sunna. Ya Muslim, swala za sunna ni nyingi sana katika dini yetu na katika Uislamu. Tumeelezwa na wanazuoni kwa aqsam, na tumeelezwa na wanazuoni kwa utafauti, manake kwa milango tofauti, ili tuweze kuifahamu milango kama hii na ili tuweze kusimama na kuifanya. Maksudio na malengo ni kuchuma thawabu ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi wakati tutakaposimama na kumwabudu yeye Mola Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Swala za sunna wanazuoni wanasema kwamba kuna swala za sunna aina tatu. Kuna swala za sunna ambazo kwamba hizi zinakuwa ni sunna kwa wakati,
na kuna swala za sunna ambazo kwamba zinakuwa ni sunna kwa sababu, na kuna swala ya sunna ambayo kwamba haina sababu wala haina wakati. Hii inaitwa an-naflul mutlaq. Swala za sunna ambazo kwamba ni za wakati ni kama vile ar-rawatib. Rawatib ni zile swala za qablia na baadia ambazo ni rakaa 22 kwa jumla, ambazo zagawanyika mara mbili. Kuna zile ambazo kwamba ni rawatib muakkada na kuna rawatib ambazo kwamba sio muakkada. Rawatib ni zile swala ambazo kwamba huswaliwa kabla ya swala ya faradhi, na hizi swala zimegawanyika mara mbili kama alivyotuambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Zile muakkada ni zile ambazo kwamba zimesisitizwa sana Muislamu kwa namna yote asiziache. Ndio tukaambiwa maana ya ar-rawatib al-muakkada hiya allati lam yatrukha an-nabiy alayhi salatu wassalam sawa'an kana hadiran au musafiran au maridan au kana sahihan. Hakuziacha bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa hali yoyote swala kama hizi, akiwa yuko mjini, ikiwa yuwasafiri, akiwa ni mgonjwa, akiwa ni mzima. Hizi ni rawatib muakkada, bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hakuziacha, na sisi tufungamane nazo kwa kumuiga bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na swala hizi ni raka mbili ambazo kwamba unaziswali kabla ya dhuhuri, na raka mbili ambazo kwamba unaziswali baada ya dhuhuri, na raka mbili ambazo kwamba ni baada al-maghrib, na raka mbili ambazo kwamba ni baada al-ishai, na raka mbili kabla al-fajr. Hizi ni raka 10 ambazo kwamba Muislamu atakana ashikamane nazo kwa namna yoyote, asiziache katika maisha yake yote ya Uislamu kwa jumla, na haswa katika masiku haya matukufu ya mwezi mtukufu Ramadhani. Unapopoteza raka mbili katika raka hizi, basi unakuwa umepoteza ajri na thawabu nyingi sana Muislamu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kushikamana nazo, raka mbili kabla ya dhuhuri, na raka mbili baada ya dhuhuri, na raka mbili baada al-maghrib, na raka mbili baada al-ishai, na raka mbili kabla ya alfajiri. Hizi ni swala ambazo bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakuziacha kabisa, namna yote alikuwa akiziswali sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama. Hizo ndizo zinazoitwa ar-rawatib al-muakkada. Kisha kuna kismu ya pili ambazo kwamba vile vile ni ar-rawatib walakinaha ghaira muakkada. Hizi hazikusisitizwa sana kama zile za mwanzo, ambazo ni raka mbili kabla ya na raka mbili baada ya dhuhuri, ziada ya zile za mwanzo, ambapo utakuwa umeswali 4 kabla ya dhuhuri na 4 baada ya dhuhuri, na vile vile raka 4 kabla ya alasiri, na raka mbili kabla al-maghrib, na raka mbili kabla ya ishai. Hapo utakuwa umekamilisha raka 22 kwa jumla. Raka 22 ya Muslim, ikiwa katika masiku ya kawaida, ni alhasanatu bi'ashri amthaliha. Hizo ni thawabu nyingi, ukifanya moja ni kwa 10. Hizo ni thawabu ambazo kwamba hutoweza kuzijua kadri yake wala hutoweza kuzijua thawabu zake. Je, ikiwa raka kama hizi umeziswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unakuwa umepata thawabu kiasi gani? Yani wewe ni mtu ambaye kwamba umeswali swala za faradhi 22, yani thawabu zake ni hali ya juu, thawabu zake ni nyingi, thawabu zake haziwezi kuhesabika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe ni waja ambao tunaweza kushikamana na milango ya khairi yote iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na haswa mlango wa khairi ambao ni mlango wa swala. Tuweze kushikamana na swala za faradhi, na vile vile tuweze kushikamana na swala za sunna. Hiyo au hizo ar-rawatib ni miongoni mwa swala za sunna ambazo kwamba ni swala za wakati. Vile vile katika swala ambazo kwamba za sababu ni mathalan tahiyatul masjid, mathalan sunnatul wudu na nyinginezo kama hizo. Hizo ni swala za sunna ambazo kwamba za kujia mara kwa mara, lakini wengi katika Waislamu wanazihimili na wanaziacha na wanazipuza, ambapo katika kupuza sunna kama hizo unakuwa umepuza thawabu zako, unakuwa umepuza pepo, na unakuwa umeacha mambo makubwa ambayo kwamba ulikuwa uyapate, lakini umejidhulumu nafsi yako kwa kuacha kitu ambacho kwamba ni kidogo, ambapo kidogo ungekifanya kingekupa mambo makubwa. Vile vile baada ya swala za sunna ambazo kwamba ni za sababu, kuna swala ambazo kwamba ni sunna lakini ni an-nafl al-mutlaq. Ni swala za sunna ambazo kwamba hizo si za wakati wala si za sababu, ni mujarrad wa kwamba moyo wako na himma yako imekutuma sasa nataka kuswali raka mbili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimame uswali raka mbili, bora isiwe ni katika zile nyakati ambazo kwamba zimeharamishwa swala ndani yake. Isipokuwa hapo unaweza kuswali wakati wote na unaendelea na ibada zako wakati wote na kumhimidi
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukupa nguvu na kukupa afya na kukupa uhai, ili kesho ukakutane na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa uko katika waja ambao ni al-muqarrabun inda Allahi Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni waja ambao tuweza kushikamana na ibada zake Mola Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kupata mengi ambayo ametuandalia kesho siku ya Kiyama insha Allah.